kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Nyingine za kumakinika na habari kutoka magazetini siku hii ya leo. Nakaribisha sana, mimi naitwa Grayson Kapinga, niko hapa siku ya leo kukupa headlines zote ambazo zinatokea kwenye magazeti, habari kubwa kitaifa na kimataifa, michezo pamoja na burudani. Tayari magazeti niko nayo mkononi kwangu hapa siku hii ya leo. Nina gazeti Jamhuri niko nalo hapa, gazeti Mwananchi pia niko nalo hapa, gazeti Uhuru kule daima niko nalo hapa, gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, na gazeti Majira niko nalo hapa siku ya leo, linaandika habari kubwa kitaifa na kimataifa, michezo na burudani. Gazeti Machinga pia niko nalo hapa siku ya leo, na gazeti lingine ambalo ni gazeti Raia Mzalendo liko hapa siku ya leo, na gazeti Taifa Tanzania, na gazeti Jamvi la Habari, na gazeti Mwanahalisi niko nalo hapa siku ya leo katika meza yangu magazeti, ambapo naletewa taarifa zote kubwa kinazoandika habari kutoka nyumbani Tanzania. Usisahau kutembelea peji zetu za Instagram kwa kuandika Jongo Media TZ, na TikTok kuandika Jongo Media TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube na kupata habari zote mpya ambazo zitapatikana kwenye channel hii siku ya leo na siku nyinginezo. Kwa sasa tuanze na gazeti Jamhuri, linaandika tunaanzia na kuishia wengine. Habari kubwa ukurasa wa mbele unaandika waziri wa zamani atoboa siri nzito. Ukurasa wa pili habari hiyo inapatikana, ndugu msomaji na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Jongo Media TV. Habari hiyo inaandika katika ukurasa wa mbele hapa, na habari hii inasema kwamba yachangia inaandika mafanikio ya sekta ya madini miaka minne ya serikali ya Samia yachangia 10.1% ya pato la taifa. Masoko na vituo vya ununuzi madini vyaongezeka. Serikali yafuta leseni ya maoni 2648 kwa ajili pia kuwezesha wachimbaji wadogo. BOT yanunua kilo 3061 sawa na tani 3061 za dhahabu kwa shilingi bilioni 702.3. Inaendelea katika ukurasa wa mbele hapa gazeti hili ambalo ni gazeti Jamhuri. Tunaanzia na kuisha wengine wanaandika habari nyingine hapa, maji bado janga. Mradi uliopangwa kukabidhiwa Aprili mwaka huu umekamilika kwa 41% tu. Habari hiyo ni ukurasa wa 3 ndiko ambako inapatikana gazeti hili, gazeti Jamhuri. Tunaanzia na kuishia wengine. Mtifuano watiania ubunge CCM Bunda, ukurasa wa 15 habari inaandikwa, na habari nyingine inaandikwa Mwangwi wa Chadema kasi waibuka Ulaya. Mwangwi wa Chadema kasi waibuka Ulaya, ukurasa wa 14 habari inaandikwa gazeti ile ambayo ni gazeti Jamhuri, wanaanzia wanapoishia wengine. Na sasa nisema gazeti Mwananchi, ukurasa mbele anaandika habari kubwa kabisa, wanaharakati sasa kuvuruga wabunge. Wanaharakati sasa wavuruga wabunge, ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili ameandika hapa, na kuna habari picha ikimuonesha wabunge mbalimbali. Namuona hapa Joseph Gwajima, Jessica Mtambaswangu yuko hapa katika ukurasa wa mbele hapa, na wabunge wengine ambao wametoa maoni yao bungeni jana kuhusiana na wanaharakati ambao wanatoka nje ya nchi na kuingia Tanzania. Ukurasa wa mbele kabisa gazeti Mwananchi wanaandika, na habari inapatikana ukurasa wa pili gazeti Mwananchi, na habari hii imetokea bungeni Dodoma siku ya jana. Habari nyingine inaandikwa hapa, ndugu Tanzania na mtazamaji wa Jongo Media TV, inaandikwa Bashungwa agusia ajira mpya polisi magereza, ukurasa 4 habari inaandikwa. Sekeseke saa 12 hitilafu umeme Muhimbili, ukurasa wa 5 habari inaandikwa gazeti hili, gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele hapa, na habari inapatikana ukurasa wa 5 gazeti Mwananchi. Gazeti lingine na kamata hapa asubuhi ya leo, ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV, wanaandika gazeti Uhuru ukole dema, ukurasa mbele anaandika onyo kali limewekwa katika kurasa mbele hapa, na kuna picha ya Bashungwa. Wanasema serikali yasema wageni wachache wanaokuja kwa nia ovu watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Wabunge wacharuka wasema taifa litagawanywa
na wanaharakati waliotoka wanaotaka kuhatarisha amani ya nchi yetu. Ukurasa wa pili gazeti Uhuru kule daima anaandika katika ukurasa mbele ya hapa, na kuna habari picha ya Shungwa hapa katika ukurasa mbele gazeti Uhuru kule daima. Biteko asema Rais Samia muumini wa upendo amani, ukurasa wa 3 gazeti Uhuru kule daima anaandika katika habari nyingine hapa. Wanaandika habari nyingine, Waziri Ulega akoleza moto kwa makandarasi wazembe, ukurasa 4 gazeti hili. Wanaandika Dr. Samia uteuzi bosi mpya Ngorongoro, PSSF ukurasa wa mbele gazeti hili. Uhuru kule daima anaandika katika ukurasa mbele. Na katika habari picha namuona mwenyekiti wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan akiongea katika kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa CCM Dodoma jana. Katika picha hapa namuona Rais Samia pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi katika ukurasa mbele hapa. Wanaandika habari nyingine, Majaliwa asema Tanzania Japan kukuza biashara kimataifa, katika ukurasa mbele hapa wanaandika habari kubwa kabisa, na habari inapatikana katika ukurasa wa 3 gazeti Uhuru kule daima. Watumishi wapya 9,000 kuajiriwa kada ya afya, ukurasa wa 5 gazeti Uhuru kule daima anaandika katika habari hiyo hapo. Na sasa wanaandika habari nyingine, mahakama yataifisha gari iliyobeba wahamiaji haramu, ukurasa 19 wanaandika ukurasa 19 katika gazeti ile, ni gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tuachana gazeti hilo Uhuru ukweli daima, tukamate gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mtazamaji wa Jongo Media TV. Inaandikwa hapa katika habari kubwa kabisa, wanaandika habari kubwa, wanaandika Samia aleta mageuzi ya ulinzi na usalama, bajeti ya mambo ya ndani ya paa kwa asilimia 120 miaka minne, amwaga ajira zaidi ya 5,000 polisi magereza, wabunge wapongeza udhibiti wachochea vurugu. Ukurasa wa pili gazeti hilo linaandika, mtazamaji Jongo Media TV, katika ukurasa mbele kabisa hapa. Na wanaandika habari nyingine, Tanzania Japan kukuza biashara uwekezaji, katika ukurasa mbele kabisa. Majaliwa ashuhudia hati 6 za ushirikiano zikisainiwa. Habari kamili ukurasa wa pili gazeti hilo, ni gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mtazamaji Jongo Media TV. Na kamata gazeti hili pia wanaandika CSF yawasha minara 682 milioni 8.5 wafikiwa, ukurasa 21 habari inaandikwa mtazamaji. 6 mbaroni tuhuma kukutwa na meno ya tembo, ukurasa mbele kabisa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ulega asema wakandarasi wazembe imetosha, ukurasa wa pili habari inaandikwa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wanaandika wanaosambaza picha za watoto kikangoni, ukurasa wa 8 habari inaandikwa gazeti hili. Marasi na madc waagizwa kulinda amani, ukurasa wa 7 gazeti hilo inaandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wanaandika Badru ateuliwa NCAA bosi Azania kuongoza PSSF, ukurasa wa ndani gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mtazamaji wa Jongo Media TV. Achana gazeti hilo sasa na kamata gazeti lingine ambalo linaandika hapa ni gazeti Majira. Wanaandika mbunge washukia vikali wanaharakati kutoka Kenya, ukurasa wa mbele kabisa imepambwa habari hiyo hapo, na wanataka vyombo vya ulinzi na usalama visikubali wote waje kuharibu nchi yetu, ukurasa wa 4 habari inaandikwa gazeti Majira katika ukurasa wa mbele hapa, ndugu mtazamaji. Wanaandika habari nyingine kubwa kabisa ukurasa wa mbele hapa inayofuata, Ulega wakalia kooni wakandarasi wazembe, ukurasa 4 gazeti Majira. Wanaandika habari nyingine hapa ukurasa wa mbele kabisa, wanaandika NEMC yafanya msako wa viwanda 15 vya plastiki, ukurasa 4 habari inaandikwa mtazamaji. Wanaandika habari nyingine hapa, serikali iagiza TRA kufanya msako mipakani, ukurasa wa mbele kabisa habari inaandikwa. Umuhimu wanaandika Mombeki inavyosisitiza umuhimu wa utekelezaji mikakati maono na sera Afrika, ukurasa mbele ameandika hapa. Wanaandika Trump airisha ushuru wa 50% kwa Ulaya, ukurasa 19 habari inaandikwa hapa. Biteko serikali inatambua mchango wa Taula nchini, ukurasa wa 5 habari inaandikwa. Soko la nyama choma Nehema ajira 232 zinapatikana katika ukurasa wa mbele hapa gazeti Majira. Na kuna habari picha hapa inaonyesha Samia Suluhu Hassan akiwa katika kikao cha kamati kuu Dodoma, imeandikwa hapa katika ukurasa wa mbele gazeti hili ambalo namaliza nalo. Na sasa nakamata gazeti
wa Machinga, ukurasa mbele hapa mtazamaji wa Jongo Media TV, inaandikwa katika ukurasa mbele hapa, Bashungwa awatolea uvivu wanaharakati, ni wale waliotoka nje ya mipaka ya Tanzania, aonya Tanzania ipo tayari kuchafuliwa, atoa maagizo kwa vyombo vya usalama hasa kwa wanaomtukana Rais Samia Suluhu Hassan mitandaoni na washughulikiwe. Aliomba bunge bajeti trilioni 2.06 kwa mwaka 2025-26. Wabunge wageuka mbogo, wataka hatua dhidi ya wanaharakati zichukuliwe. Ukurasa 3 habari inaandikwa gazeti wa Machinga. Wanaandika tena UCSF mguu sawa uchumi kidigitali. Mkurugenzi mkuu mchambuzi wa mafanikio ya Rais Samia jinsi anavyomwaga mabilioni ya fedha kufanikisha mawasiliano nchini. Ukurasa mbele kabisa andika habari hiyo. Katika ukurasa mbele hapa kuna habari hiyo inaandikwa, Waziri Ulega asema hatutaongeza muda kwa wakandarasi wazembe, ataka vijana waajiriwe kwa wingi kuongeza nguvu. Ukurasa 3 habari inaandikwa gazeti wa Machinga. Wanaandika Badru atauliwa kwa bodi mpya Ngorongoro. Ukurasa wa pili habari inaandikwa, Msukuma akemea wanaotaka kuingilia maamuzi ya rais. Ukurasa wa 3 gazeti wa Machinga wanaandika katika ukurasa wa mbele hapa. Ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV, nikukumbushe tena kwamba kwa sasa unapohitaji kupata vifaa bora vya ujenzi na kufanya nyumba yako kwa bora zaidi na idumu kwa karne na karne, tembelea pale Mchungaji Tobi Hardware upate vifaa vya ujenzi kwa gharama ya kiwandani kabisa. Wahi mapema uweze kuwa wa kwanza kabisa kupata vifaa vya ujenzi vilivyo na ubora vya kila aina, viko pale. Lakini pia nikukumbushe, unapohitaji mikopo yenye riba ndogo zaidi na masharti machache, chap kwa haraka, mfanye biashara na wewe mjasiriamali, tembelea pale Kigora Micro Credit Limited ujipatie mikopo yenye riba ndogo, masharti machache kabisa, na uwe wa kwanza kumakinika na kuongeza biashara yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sasa na kamata gazeti lingine, ukurasa wa mbele hapa. Gazeti linaandika ukurasa wa mbele habari kubwa kabisa, katika wino wa kujaza jamvi la habari wanaandika Tanzania mambo safi Japan. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema serikali itawaunganisha pia wafanyabiashara wa Tanzania na mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Japan. Alisema hayo wakati akifungua kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililokutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wawekezaji wa Japani Oscar Japan. Abainisha kwamba makampuni 24 ya Japani yanawekeza Tanzania katika miradi mbalimbali yenye thamani ya dola za Marekani milioni 42.70 na kuwezesha Tanzania 1182 kupata ajira. Ukurasa wa 3 gazeti Jamvi la Habari wanaandika wanaandika habari nyingine hapa, Chadema yakiri kutikisika. Ukurasa wa 7 wanaandika Watanzania waasa kulinda muungano. Ukurasa 4 habari inaandikwa hapa. Haya, madaktari bingwa Samia warejea tena mkoani Ruvuma. Ukurasa wa 3 habari inaandikwa gazeti Jamvi la Habari. Na sasa nikamate gazeti Mwanahabari, ukurasa wa mbele habari kubwa anaandika Waziri Mkuu serikali itaendeleza mikakati ya kuunganisha wafanyabiashara, asema hadi Machi 2025 jumla ya makampuni 24 kutoka Japani yamewekeza nchini katika miradi yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 42.70 na kuwezesha Tanzania ya mapato 1182 kupata ajira. Kurasa wa 3 habari inaandikwa hatutaongeza hata siku moja kwa kandarasi wazembe. Ulega asema hivyo. Kurasa wa 2 habari inapatikana. Bashungwa aiomba bunge bajeti ya trilioni 2.06 kwa mwaka wa fedha 2025-26. Kurasa 3 habari hiyo inapatikana, mtazamaji Jongo Media TV. Na sasa nikamate gazeti hili pia anaandika habari nyingine kurasa mbele hapo, anasema Msukuma asema vyombo vya ulinzi na usalama msikubali watu wa nje kutoharibia nchi yetu. Kurasa 4 habari inaandikwa Abdurazak Badru bosi mpya mamlaka ya Ngorongoro. Kurasa wa 2 gazeti hili linaandika habari kubwa. Kuna habari picha ile ambayo tumeona katika magazeti mengine, Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Mwinyi wakiwa katika kikao cha kamati kuu Dodoma siku ya jana. Sasa ndugu mtazamaji, tutazame magazeti haya katika kurasa zingine za nyuma zinazoandika michezo na burudani siku ya leo. Habari kubwa michezo na burudani. Ukumbushe tena kwamba unapohitaji viwalo vya kutoka, viwalo vya kung'arisha, uwe mpya bila kujali ni binti, mama, shangazi, mjomba, baba, kijana, unapohitaji mafuta safi, unapohitaji sabuni pia nzuri ya maji, na unapohitaji perfume nzuri za kunukia classic sana, tembelea pale Wireless Outfit
wanapatikana barabara NMB chumba namba 9 katika jengo ambalo linapatikana Ray Donald kabla hujafika katika duka la Bora Shop Mbinga. Na sasa tugeuze magazeti kurasa za nyuma. Wanaandika hapa gazeti ya Muhuri, tunaanza na kuishia wengine kurasa nyuma. Michezo na burudani, Simba yale kurasa nyuma wanaandika habari hiyo. Sakata la Ibra liwe darasa kwa wasanii, ukurasa 23. Habari inaandikwa gazeti Jamhuri. Na gazeti lingine ni gazeti Uhuru, wanaandika katika kurasa nyuma hapa, Padru ataja kitu kilichoiua Simba dhidi ya Bekane. Kurasa nyuma habari inaandikwa kocha Bekane roho kwatu, ligi wavu yazinduliwa Zanzibar. Kurasa nyuma habari inapatikana Morrison aumizwa na Simba. Kurasa nyuma habari inaandikwa Mbappe Lewandowski kazi ipo La Liga. Kurasa nyuma habari inaandikwa gazeti Uhuru. Na sasa ni gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Kurasa nyuma, msajili refa vyataja Simba kushindwa. Ukurasa nyuma habari inapatikana. Mbeya City yapania ligi kuu, unaandika kurasa nyuma kabisa hapa. Msajili ashikilia hatima ya uchaguzi RT. Ukurasa nyuma gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Wanyama afikiri kurejea Harambee Stars. Ukurasa 22 habari inaandikwa hapa. Simba yatoa 4 bora shirikisho. Ukurasa 23 gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Na sasa nakamata gazeti Majira. Ukurasa nyuma, Simba Sports Club wana deni na wachezaji. Fadru asema wamejifunza mengi michuano ya kimataifa wageukia ligi kuu CRDB Cup. Wanaandika katika ukurasa nyuma hapa. Tena zikianza kazi kwa kishindo Wydad. Ukurasa nyuma kabisa hapa gazeti Majira. Na katamata gazeti lingine hapa, ukurasa wa nyuma kabisa ni gazeti wa Machinga. Kurasa nyuma, Manura huyo Yanga msimu ujao. Kurasa nyuma habari inaandikwa Singida Big Stars Simba kuumana CRDB FA, serikali yaipa pongezi Simba. Kurasa wa nyuma gazeti wa Machinga wanaandika hapa. Na sasa ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV, na kamata gazeti Jamvi la Habari. Kurasa nyuma, Simba Sports Club ya Komari Aishe. Kurasa nyuma kabisa hapa wanaandika habari kubwa. Wanaandika Aziz Ki atua kwa Beckham. Aziz Ki atua kwa Beckham. Kurasa nyuma kabisa wanaandika hapa. Madrid Arsenal nipe nikupe, wanaandika kurasa wa nyuma kabisa hapa. Wanaandika wasanii Bongo wakifanya kazi na Diamond Alikiba wanahisi wamemaliza. Kurasa 15 habari inaandikwa gazeti hili. Haya, na kamata gazeti Mwanahabari kurasa wa nyuma hapa. Simba yatua kwa winda Singida Big Stars RBFA. Southampton wapangwa na Samata. Katwila ataja Tabora United msimu ujao. Kurasa wa nyuma habari inaandikwa gazeti hili, gazeti Mwanahabari katika kurasa za michezo na burudani. Na mtazamaji wa Jongo Media TV, na ndivyo tunavyohitimisha magazeti siku ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo na tumetazama gazeti haya kwa pamoja kabisa. Usisahau kusubscribe na kushare, wewe wa kwanza kabisa kupata notification zote za habari zote ambazo zinawekwa hapa katika kurasa wetu au katika channel hii. Usikose kutembelea ukurasa wa Instagram kwa kuandika Jongo Media TZ, na kutembelea katika page yetu ya TikTok kwa kuandika Jongo Media TZ, na iko sawa kabisa. Mimi naitwa Grayson Kapinga, kuwa na wakati ulikuwa mzuri zaidi, na asante kwa kutazama gazeti ya leo. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu, kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.